nasi katika kanisa, kwamba yeye ni mwili na sisi ni viungo. Katika Ekaristia Takatifu anakuwa mzima, na katika Roho Mtakatifu anayeingia kwetu na kutujalia kuwa mashahidi wa Yesu Kristo, kuendelesha kazi ya Yesu Kristo kama yeye mwenyewe alivyoitenda hapa duniani. Na tena ni pamoja, ni katika neno lake, neno la Mungu. Hivyo hata kama hatumuoni kwa macho, anaendelea kuwa pamoja nasi, na ndio maneno na matendo ya hao wafuasi wanapofikiria ni wapi umepewa neema ya imani kubwa, wanatambua kwamba ni katika hiyo kumtegemea aliyefufuka, ni katika kumpatia kabisa nafasi yake yeye aliyefufuka. Yesu yupo kati yetu kama katika eklesia, kama kichwa. Yesu yupo kati yetu kama katika Eukaristia Takatifu tunapoabudu na kupokea moyoni mwetu. Yesu Kristo ni katika Roho Mtakatifu, anatufikia katika kupitia Roho Mtakatifu na katika neno la Mungu, na ni Roho Mtakatifu tutakayepokea siku ya Pentekoste. Neema kubwa tunayo tayari, tunayo ingojelea kwa siku ya Pentekoste. Yesu atutumie huyo Roho Mtakatifu anayeweza kutufunua roho na kutujenga tayari. Hivyo hata kama hatumuoni kwa macho, anaendelea kuwa pamoja na waamini wake. Yesu yupo hapa, Yesu yupo nawe, Yesu yupo maishani mwako. Na kwa mwisho tuseme nini? Mtakatifu Agustino anapofikiria injili hii ya Mathayo, ni ujumbe mkubwa wa kanisa. Anasema Kristo amefufuka. Jambo la kwanza, Kristo ana mamlaka yote, na mamlaka haya ametupitishia. Na ya tatu ni kwamba kanisa linatumwa duniani kuyatangaza matendo haya makubwa na mapendo ya Mungu ya wokovu, na watu wanabatizwa. Anayobatizwa tumeelewa, wanafundishwa